Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tanzania imepuuza vitisho vya Umoja wa Ulaya vilivyotolewa kupitia bunge lao. Waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo amesema Tanzania haitakabiliwa na njaa wala kusimama kwa maendeleo licha ya EU kusitisha misaada kwani ina vyanzo vingi vya mapato. Kauli ya Waziri Kombo inakuja wakati Umoja wa Ulaya ukiwa umepanga kuipa Tanzania zaidi ya euro milioni 150 sawa na bilioni 400 fedha za miradi ya maendeleo kwa Tanzania katika kipindi cha mwaka 2026. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, Waziri Mahmoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania, amesema Watanzania hawatakufa kwa njaa kwa kukosa fedha hizo. Anasema, kwa hiyo balozi wetu aliandika barua kwa bunge la Ulaya kwa ajili ya kupata maelezo. Barua ile ikarushwa na wao wenyewe kutokana na ushabiki mbalimbali. Kwa barua ile hatujaathirika kwa sababu barua ile imekwenda kisheria na haki, alisema Kombo. Hata hivyo, Waziri Mahmoud Thabit Kombo amesema serikali inafuatilia kwa karibu suala hilo kupitia kwa balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji yalipo makao makuu ya umoja huo, Justus Nyamanga, na hivyo serikali itatoa kauli rasmi baada ya kupokea taarifa kamili ya mjadala huo kutoka kwa balozi wake kwenye Umoja wa Ulaya. Mnamo Jumatano, bunge la EU katika kikao chake lilijadili vurugu za maandamano yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania mnamo Oktoba 29 na kuazimia kusitisha msaada wa kifedha uliopangwa kutolewa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Umoja wa Ulaya unatakiwa kusimamisha misaada yake ya kifedha kwa Tanzania. Uhusiano huo unatakiwa kuundwa na kuendana na utawala bora, uhuru kamili na uwajibikaji, ilielezea taarifa ya bunge hilo la Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, Mahmoud Thabit Kombo amesema kwamba kauli hiyo sio ya kidiplomasia. Bado azimio hilo litahitaji baraka za Baraza la Umoja wa Ulaya na tume ya umoja huo kabla ya kutekelezwa kwake. Wachambuzi wa masuala ya diplomasia nchini Tanzania wanasema kauli ya Waziri Kombo inahitaji kuchakatwa, ingawa kama taifa ni sahihi kuanza kutegemea rasilimali zake. Mhadhiri wa shule ya sayansi ya siasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Mbunda, anasema kauli ya Waziri Kombo sio ya kidiplomasia. Anasema kauli hiyo sio ya kidiplomasia kwa sababu nchi zilizoendelea kama za Ulaya hazisaidii nchi zinazoendelea kwa maana ya kutoa misaada tu. Nchi zinazoendelea zinahitaji vile vile mikopo ya masharti nafuu. Nchi hizo zinahitaji hadi mikopo ya bei nafuu kwa benki kubwa ambazo wahisani wakubwa wa benki hizo au wenye hisa wakubwa wa benki hizo ni nchi hizo za magharibi, alisema. Azimio hilo limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mauaji ya raia, utekaji wa wanaharakati na ukandamizaji wa wafuasi wa upinzani, huku likitaja kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu kuwa ni uchochezi wa kisiasa. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa nchini Tanzania kwa wakati huu wamekuwa wakitumia fursa hii kukemea maandamano ambayo yanatajwa na wakielezea athari za maandamano hayo kulingana na kile kilichotokea mnamo Oktoba 29. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.